nimekuja hapa, nitashirikiana nani? Kwa kweli mimi sina majibu, na wala nashukuru kwa salamu na pongezi na kutambua mchango wangu katika taifa hili. Lakini niseme tu, mimi sio mjuzi hivyo, na mimi pia nimekuja kujifunza. Na najua nitajifunza kwenu pia, waheshimiwa wakuu wa wilaya. Kwa hivyo na wengine wote waliokuwepo, wazee wetu, na mambo ambayo nitaanza nayo ni katika kuita mikutano na makundi mbalimbali. Nitafuata nyayo za Mheshimiwa Rais wetu. Kama alipokutana na wazee, na mimi haraka sana nitafanya utaratibu kupitia katibu wetu, tuweze tukawa na mkutano wa wazee, kusikiliza kero zao, lakini pia kujitambulisha na kupata baraka zao. Lakini baada ya hapo tutaenda kwa kina mama, vijana na makundi mbalimbali, wafanyabiashara, taasisi za kiserikali na makundi mengine. Kwa hivyo nategemea na nyinyi waheshimiwa wakuu wa wilaya mtaenda mkafanya hivyo hivyo. Ndugu zangu, mkoa wa Tabora ni mkoa wa kimkakati. Mimi nasema ni mkoa wa kimkakati na una mchango wa kutosha kwa pato la taifa. Ingawaje mchango wetu unaweza ukawa mkubwa zaidi kama tutajipanga vizuri, tutakuwa wabunifu, lakini tukawapa watu wanaosimamia ukusanyaji kazi hiyo, watu ambao ni wenye uadilifu na waaminifu. Kuna fursa nyingi sana katika kuboresha kilimo chenye tija, lakini vile vile ufugaji, uhifadhi wa mazingira, mazao ya misitu na nyuki, utalii na hata madini. Naambiwa kuna maeneo mengi yanafaa kwa shughuli ya madini. Na niseme tu, mtu yoyote akitambulishwa kwa Tabora, jambo la kwanza anasema asali ya Tabora. Asali ya Tabora imejidistinguish tofauti katika Tanzania nzima. Naomba sana, na mimi nasema niwahakikishie, tutaendeleza zao hili la asali na mazao mengine yanayotokana na nyuki. Tutahakikisha tunafufua chama cha ushirika ambacho kilikuwa kinashughulikia masuala ya asali na nyuki. Naambiwa hapo zamani kulikuwa na Tabora Beekeepers Cooperative. Hili ni jambo ambalo tutahakikisha tunalisimamia, kufufua upya na kuhakikisha asali ya Tabora tunaibrand, sio tu kitaifa lakini kimataifa. Lakini vile vile tutaendelea na uanzishaji wa mashamba makubwa, block farming. Natambua tayari mmeshaanzisha katika maeneo ya Uyui mashamba ya block farming kwa ajili ya korosho, lakini vile vile nataka tuende zaidi kuongeza katika miembe na hata alizeti. Sasa hivi kitaifa kuna mikoa mitatu ambayo imechaguliwa kama mikoa ya mradi ya majaribio kwa ajili ya zao la alizeti, lakini pia sisi ambao tuna maeneo na tayari tuna zao la alizeti na ardhi yetu inaweza kusustain swala la alizeti, basi tutaendelea kupata maeneo na kuweka mikataba kwa wale ambao watanunua kupitia programu hiyo ya Wizara ya Kilimo. Ndugu zangu, najua tuna mazao mengi hapa Tabora. Tuna zao la pamba, lakini kuongeza thamani, mnyororo wake wa thamani bado sio mkubwa. Tunataka tuhakikishe zao la pamba linaenda katika uongezaji wa thamani. Tuna zao la tumbaku ambayo lina tija, lina faida katika pato la serikali, lakini pia kwa upande wa pili lina pia changamoto la kimazingira. Tunataka tuongeze zaidi usimamizi na kuhakikisha kwamba mashamba ya miti kwa ajili ya kukausha tumbaku yanaendelea kuongezwa zaidi. Lakini nawajua watu wa Tabora ni watu wema, wenye hofu ya Mungu, wenye umoja na mshikamano. Niwahakikishie tutafanya kazi vizuri ili kuwa na Tabora yenye maendeleo makubwa zaidi, na cha msingi naomba ushirikiano. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana wakuu wa wilaya wastaafu kwa kazi kubwa walizozifanya
kuwaletea maendeleo na kutatua kero za wanatabora katika maeneo mbalimbali ya kisekta na mtambuko. Kwa hivyo naombeni kwa pamoja tuwapongeze na tuwatakie kila laheri wale ambao wanaendelea, lakini hata wale ambao wamepumzika, basi wajaliwe kila laheri na mafanikio. Waheshimiwa viongozi wakuu wa wilaya na viongozi wote mliopo hapa, napenda niwapongeze wote mlio hapa leo kwa mara ya kwanza, lakini na wale ambao mmekuwa katika wilaya zingine katika mikoa mbalimbali ya Tanzania. Niwapongeze sana kwa dhati kubwa ya moyo wangu. Niwapongeze kwa heshima hii Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye amewapatia, na niwaambie kwamba kiapo mlichoapa leo kwa wale ambao mmeapa kimekuwa ni mwongozo wenu katika kutekeleza majukumu ya kila siku. Na mkizingatia haya itasaidia sana Mheshimiwa Rais kutekeleza mambo mbalimbali katika nafasi yenu ya ukuu wa wilaya, lakini pia kutekeleza maono ya Mheshimiwa Rais wetu ambayo yeye anataka kudumisha mazuri ya awamu iliyopita, lakini kuendeleza mema ambayo yatakuwa mapya katika awamu yake ya 6 kwa ajili ya mustakabali wa maendeleo ya nchi yetu. Waheshimiwa wakuu wa wilaya na ndugu viongozi mliopo hapa, nitumie fursa hii tukumbushane machache ya msingi. Ni vizuri tukatambua kwamba sisi viongozi ni watumishi na wala si watawala. Sisi viongozi, mimi nikiwa mkuu wa mkoa, nyinyi wakuu wa wilaya na viongozi wote, sisi ni watumishi wa wananchi. Twende tukawatumikie wananchi na kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa unyenyekevu, upendo, umoja na uadilifu. Hii haimaanishi wanaovunja sheria tutawavumilia, la hasha. Napenda niweke wazi kabisa, ndugu zangu, sintamfumbia macho mtu, kikundi cha watu wachache wanaodhani wataweza kufanya uhalifu wa mali au kudhuru wananchi au kuharibu misitu, uoto wetu wa asili, maeneo ya ushoroba ya wanyama, ardhi oevu ambayo ndio hifadhi ya bioanuwai ya nchi hii na eneo letu. Hao watu hatutaweza kuwavumilia. Kwa hivyo mimi niwaombe, tukipitia kamanda wetu wa mkoa na mimi kama mkuu wa mkoa na nyinyi wakuu wa wilaya na viongozi wote, tutaonyesha historia kwa nchi hii kwa kuibadilisha Tabora iwe Tabora ambayo sisi sote tutasema kwa nini Tabora ilikuwa bado hajalingana na heshima na historia ya nchi hii. Kwa hivyo basi, wakuu wa wilaya, nyinyi ndio wasimamizi wakuu katika wilaya. Kwa hivyo hakikisheni mnasimamia maendeleo katika wilaya zenu. Nyinyi ndio viongozi wakuu katika serikali katika wilaya. Lakini mkuu wa mkoa ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama katika wilaya zenu. Najua pia nyinyi wakuu wa wilaya ndio mtakaosimamia na kuhamasisha shughuli za maendeleo. Wote mnafahamu, tumeshaelezwa na Mheshimiwa Rais, akitokea pakatokea kero na mabango, sisi sote hatuna kazi. Lakini si kwa sababu tunakosa kazi, lakini twende tukatatue matatizo na kero ya wananchi tukijua kwamba ni jukumu letu. Zile kero za msingi ambazo tunaweza kutafuta majibu yake tukayafanyie kazi. Hiyo ni ibada, na sisi wenyewe tutakumbukwa kwamba tulifanya kazi kwa imani na uadilifu na kuwatumikia wananchi kwa nguvu zetu zote. Naomba pia muende mkahakikisha wananchi wanahudumiwa, ikiwemo kusikiliza kero na changamoto zao bila kuchoka. Naweza mkafika ofisini mkaambiwa, huyu alishakuja bwana, wewe msikilize kwa mara ya kwanza, mara ya pili, na lile ambalo litakuwa gumu katika ngazi yenu, basi msisite kutufikishia ili tuone jinsi gani tutaweza kusaidia. Vile vile msimamie halmashauri kuhakikisha mapato yanakusanywa, na hili ndio jambo kubwa kabisa. Najua kuna fursa nyingi ya ukusanyaji wa mapato, lakini kuna mianya pia kubwa ambayo inavujisha mapato yetu. Lakini pia kuna maeneo tunaweza tukabuni na kubaini
ambayo yataongeza ukusanyaji wa mapato. Naomba mkaliangalia hilo. Nasisitiza tena, wekeni nidhamu, uadilifu, uzalendo na ubunifu. Sisi tunataka Tabora iwe na maendeleo jumuishi, maendeleo shirikishi. Kila mtu ashirikishwe. Nimefurahishwa sana na ukaribu mliokuwa nao na vyama vingine vya upinzani. Nawapongeza sana. Naomba tupige makofi kwa utamaduni huu, ni mzuri na mimi naahidi nitauendeleza. Lakini pia hakikisheni mnajenga umoja, uwajibikaji, utu, haki, usawa, mshikamano na maelewano mazuri baina katika wilaya zenu. Pale ambapo kunakuwa na migongano kati ya mkuu wa wilaya labda na mbunge, mkuu wa wilaya na mwenyekiti wa council au na mkurugenzi, hakuna maendeleo. Lakini nafurahi nikiangalia nyuso zenu na sura zenu, ni watu ambao kwa kweli nina imani na hakika tutafanya kazi kubwa na tutakidhi matarajio ya Mheshimiwa Rais wetu. Naomba niseme tu kwamba vipaumbele vyangu mimi binafsi kama mkuu wa mkoa ni hivyo vya Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kipaumbele cha kwanza ni ulinzi na usalama. Waheshimiwa wakuu wa wilaya, viongozi, kuna uhusiano chanya kati ya usalama na maendeleo. Usalama unapokuwa mkubwa, watu wanaweza kuwa na imani ya kuweza kuwekeza na kufanya shughuli zao mbalimbali, ziwe za biashara, ziwe za kilimo, ziwe za mifugo. Jambo hili ni lazima mkalisimamie. Hakikishe Tabora inabaki salama. Na nampongeza sana kamanda alikuja, kwa sababu hali ya usalama ameshughulikia kwa nguvu, pamoja kwamba bado kazi inahitajika iendelee, lakini kamati yetu ya ulinzi na usalama imefanya kazi kubwa, na tunataka muendeleze kazi hiyo ili Tabora iwe salama na izidi kuwa salama na ulinzi utaendelea kuimarika. Naomba pia Wanatabora, wananchi, viongozi wa dini, viongozi mbalimbali tushirikiane kwenye hili. Pale tunapoona kuna viashiria vya uvunjwaji wa sheria na kuhakikisha kwamba usalama wetu kama Wanatabora na Tanzania kwa ujumla utatetereka, basi tushirikiane kwa pamoja na tuende kwa pamoja. Najua tuna eneo kubwa la kijiografia Tabora. Ni rahisi sana watu kukaa katika misitu na hifadhi hizi na wakafanya shughuli mbalimbali na wakafanya ujambazi sehemu nyingine ya mkoa au hata katika sehemu ya wilaya na wakajificha kwenye mapori na mahifadhi yetu ya asili. Naomba tushirikiane. Kukitokea operation yoyote ambayo tutaiendesha, na mimi chini ya uongozi wangu kama mkuu wa mkoa nitahakikisha operation hizi zitaendelea kuendelezwa kwa kujali usalama wa watu, lakini kuhakikisha kwamba maeneo yale ambayo kisheria na sisi kama nchi tumeamua kwamba yaendelee kuhifadhiwa, yataendelea kuhifadhiwa na tutaweza kuyalinda. Ndugu zangu, swala lingine ni ukusanyaji wa mapato ambalo nimelieleza na nyinyi ni mashahidi. Jana nikiapishwa pale mbele ya Mheshimiwa Rais, waziri wetu anashughulika masuala ya TAMISEMI alieleza kwamba Tabora bado tuko nyuma katika ukusanyaji wa mapato. Alieleza kwamba katika mwaka wa fedha 2020-2021 halmashauri ya mkoa ya Tabora zilikadiriwa kukusanya mapato ya ndani kiasi cha bilioni 25.6, lakini hadi kufikia Juni tarehe 21 kiasi cha bilioni 18.4 tu ndio ambayo ziliweza kukusanywa. Hii ni 7.5%. Dhamira ya serikali ni kuwa halmashauri 95 mpaka ifikapo 2025. Sasa naona kwa hali hii mapato yanavyokusanywa katika halmashauri zetu ni hakika, ni dhahiri hatutaweza kufikia malengo haya. Aidha, ukusanyaji wa ndani wa halmashauri za mkoa wetu wa Tabora hatufanyi vizuri kama zilivyoelezwa na Mheshimiwa Waziri wetu. Naomba tuhakikishe kwamba tunaenda kusimamia haya kwa nguvu zetu zote, lakini kwa kutumia taratibu ambazo Mheshimiwa Rais anaelekeza bila kunyanyasa wananchi.
Kwa hivyo ni mategemeo yangu kuanzia mwaka huu wa fedha tutahakikisha kwamba halmashauri zetu zinakusanya mapato ya ndani kwa 100%. Na hili litafanikiwa iwapo tu tutazuia mianya ya upotevu wa mapato ya ndani, kwa kuhakikisha mashine yale ya post machine wanapewa watu waadilifu. Hili ni eneo ambalo bado linahitajika. Lakini kuna maeneo, mfano kwenye zahanati au maeneo mengine ya afya, kuna vituo ambavyo bado hawatumii post machine. Twende tukaulize kwa nini mashine hizo hazitumiki kama zipo, na kama hazipo tuhakikishe kwamba mashine hizo wanapewa ili mashine hizo ziweze kutumika kwa ajili ya kukusanya mapato. Lakini tutabuni vyanzo vingine vipya vya mapato na kuhakikisha zoezi la ukusanyaji wa mapato ya ndani ya halmashauri linasimamiwa na watu katika ngazi zote, kuanzia watendaji wa kata, vijiji, maafisa tarafa na waheshimiwa madiwani, ili swala hili liweze kuwa na uadilifu mkubwa zaidi. Na mwisho ni matumizi sahihi ya fedha za serikali na za wadau. Waheshimiwa wakuu wa wilaya, ndugu viongozi, kuna changamoto kubwa sana matumizi ya fedha zinazokusanya. Fedha nyingi zinapelekwa katika matumizi ya kawaida. Pamoja na kwamba serikali imeelekeza kila halmashauri zile ambazo zinakusanya chini ya bilioni 5 basi zitenge 40% ya fedha zake kwa ajili ya miradi ya maendeleo, na zile ambazo zinakusanya zaidi ya bilioni 5 zitenge 60%. Kwanza sisi kuna halmashauri zetu zingeweza kufika zaidi ya bilioni 5, lakini bado ziko chini ya bilioni 5. Tuhakikishe tunazinyanyua hizo kimapato. Lakini zile ambazo zinafika chini ya bilioni 5, ile 40% iende katika miradi ya maendeleo, miradi ambayo inatija, miradi yenye mashiko, tunasema tangible projects, miradi utakayoweza kuionyesha fedha, thamani ya fedha zile imeenda wapi. Sababu fedha hizi ni za wananchi, zinatakiwa zirudi kwa wananchi na kufanya na kuonekana zikiwa zimefanyia kazi. Kwa hivyo mimi nitasimamia kuhakikisha kwamba kwenye halmashauri zetu tutasaidia ili ziweze zikatenga fedha zile kwa kufanya shughuli mbalimbali katika elimu, miundombinu, katika zahanati na kadhalika. Lakini pia kuna utoaji wa 10% ya mapato yetu ya ndani kwa ajili ya mikopo ya vijana, wakina mama na walemavu. Kwanza niseme sio